ambacho tunachokifanya ndani nje ya kusudi la kiungu, nje ya mpango au nje ya kusudi la yule aliyekupa ile madaraka, uwe na uhakika unaweza ukaondolewa kwenye nafasi. Kitu ambacho nimejifunza kwa haraka hapa, maana yake aliyekupatia nafasi hiyo au madaraka hayo ya kuongoza au ya kufanya jambo lolote, pindi unapoenenda kinyume tu na ule mpango wake, tuongelee viongozi wa kitaifa. Kama waziri wa wizara fulani anapopewa nafasi katika ile wizara na maagizo akayafanyie kazi, akienda kinyume na yale maagizo, ananyang'anywa wizara, anafukuzwa. Tafsiri yake maana yake hafai kwenye hiyo nafasi. Karibu, umeelewa nini hapa? Ni kwamba ili upate nafasi au ili uweze kudumu katika nafasi ulionayo au nafasi unayoitafuta, inakupasa ufate sheria au matakwa ule aliyekupewa nafasi. Hata katika ufalme ni hivyo hivyo. Ili uweze kuurisi ufalme au upate nafasi katika ufalme, unahitajika kufuata sheria na misingi ya kifalme ili uweze kuwa mojawapo wale waliopo katika ufalme. Katika ufalme, si ndio? Maana yake ufalme wa Mungu au unamhitaji mtu kuzingatia kanuni. Kuna viashiria vinavyoweza kumuondoa mtu au vinavyosababisha mtu asiupate ufalme au ufalme huu usikae ndani yake. Viko viashiria, na nataka niende, tutakapoendelea kujifunza, endelea kushare kipindi chetu na utap screen yetu ili tuendelee kusikika kwa wengi zaidi. Kitabu, naomba unifungulie kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 25. Tuangalie kumbe kuna madaraka ya kifalme. Na tunapoendelea kujifunza kwa habari ya madaraka haya au nafasi hizi za kifalme, mtu unapaswa kuzizingatia. Tunasema madaraka ya ufalme. Huwezi kupewa nafasi katika ufalme kama ndani yako kuna tabia zisizompendeza anayetaka kukupa hayo madaraka. Maanake ndani ya mtu au ndani ya nafasi yoyote ambayo unayoitamani kupata nafasi yoyote, maanake ni lazima uheshimu au sijui nisemeje, ofisi yoyote unaenda kutafuta kazi yoyote tu, kuna vigezo. So umeelewa? Ili upewe nafasi ya ile kazi. Maanake usipoweza kuzingatia vile vigezo, maanake katika ufalme au katika nafasi ile unayoitamani utaipata. Kwa nini? Kwa sababu huna vigezo. Sheria na vigezo ambavyo hujavizingatia. Na kwenye ufalme wa Mungu ni hivyo hivyo. Ili nguvu za giza uzishinde, ziko kanuni. Ili ushinde chuki, ziko kanuni. Bwana Yesu atusaidie sana. Huwezi kuupokea ufalme wa Mungu kama ndani yako roho ya chuki ipo. Ni lazima uzike chuki kwanza, ndipo ufalme mwingine uingie ndani yako. Umenielewa? Yaani huwezi, Biblia imesema sehemu moja, chemchemi moja haiwezi kutoa maji matamu na maji machungu. Haifai kabisa. Maana yake lazima ndani yako basi uamue kuachana na tabia fulani, ndipo tabia nyingine inaweza ikakaa. Uking'ang'ania tu tabia hiyo hiyo, manake ndani yako ufalme wa Mungu huwezi kukaribia. Huwezi kupata uweza au nguvu za kuweza kukabidhiana na hicho unachotaka kukabidhiana nacho. Lazima kwanza uruhusu nguvu ya Mungu ingie ndani yako. Lazima uruhusu kabisa nafasi ya kiungu ifanye kazi ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaona kwamba huwezi kupewa nafasi yoyote, kwenye nafasi yoyote, kwenye kazi yoyote, kwenye taasisi yoyote ukiwa na vitabia fulani. Kama kwenye taasisi yoyote au kampuni yoyote huwezi pewa nafasi yoyote kama kuna tabia iko ndani yako, usipoiacha. Na ndio maana mimi nasemaga kwenye upande wa nafasi ya kazi. Nafasi ya kazi kwenye idara yoyote unaomba nafasi ya kazi, kuna vigezo. Sasa muombaji wa kazi asipozingatia vile vigezo, kuona ufalme ni kazi, kurithi madaraka,
Kuna mtu anataka cheo kwenye nafasi fulani, madaraka fulani, awe kiongozi kwenye hiyo nafasi, alafu kuna vitabia anavyo, uwe na uhakika utaweza kupewa yale madaraka, kwa sababu kwanza huwezi kuongoza watu ukiwa sio mvumilivu, ukiwa huwezi kuongoza wenzako ukawatengenezea mazingira kwamba jamani, hapa unajua kuna roho ya ubinafsi unatakaga wewe tu. Ndio maana mimi napendaga kusema kwamba watoto tulionao tuwajengee msingi mapema kabisa. Kwa nini tuwajengee msingi mapema kabisa? Ili waweze kutembea katika kanuni ya ufalme. Wanaporisi madaraka au wanapopata nafasi fulani kwenye kampuni fulani, waweze kutembea sawasawa na Samueli wa kwanza 10 kuanzia mstari anzia wa 23. Amina. Basi wakaenda mbio wakamleta kutoka huko. Naye aliposimama kati ya watu, alikuwa mrefu kuliko watu wote, tangu mabega yake kwenda juu. Samueli akawaambia watu wote, mnamwona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana, na kuwa hakuna mtu mfano wake katika watu wote. Ndipo watu wote wakapiga kelele wakasema, mfalme na aishi. Sikiliza, huyu mfalme, unaona hapa, Samueli akawaambia watu wote, mnamwona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana, ya kuwa hakuna mtu mfano wake katika watu wote. Ndipo watu wote wakapiga kelele wakasema, mfalme na aishi. Maana yake huyu mtu alivyoonekana ilikuwa ni chaguo la kiungu. Maana yake huyu alipigiwa kelele za shangwe kwa sababu ndani yake ana kibali. Unajua, kelele zinaashiria kwamba huyu mtu anafaa kutuongoza, anakubali, anakubalika. Bwana atusaidie sana. Uliona kwamba huyu mtu asingeweza kupewa madaraka kama watu wangemkataa au wasingeweza kumpigia kelele kama watu. Endelea 25. Kisha Samueli aliwaambia watu madaraka ya ufalme, akayaandika katika kitabu, akakiweka mbele za Bwana. Samueli akawaruhusu watu wote waende kila mtu nyumbani kwake. Sikiliza, haya madaraka yaliandikwa. Ndipo kisha Samueli aliwaambia watu madaraka ya ufalme. Kumbe kuna madaraka ya ufalme kama yalivyo ya duniani. Bwana atusaidie sana. Sasa haya madaraka ya kifalme yanamwezesha mtu kuwa na nguvu ya kutawala, nguvu ya kushinda mabaya, nguvu ya kushinda uovu. Bwana atusaidie sana. Maana yake haya madaraka, tuendelee kwanza. Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea. Na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambao Mungu alikuwa ameigusa mioyo yao. Walakini wengine wasiofaa kitu wakasema, huyu je, atatuokoaje? Nao wakamdharau wasimletee zawadi. Hivi umeona jinsi ilivyo hapa? Tunaona kwamba Samueli akawaruhusu watu waende nyumbani mwake. Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea, na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambao Mungu aliwagusa mioyo yao. Kumbe kuna vitu, mtumishi wa Mungu, watu wanahitaji, Mungu anahitaji awaguse watu, ndipo mabadiliko yanaweza yakatokea kwa mtu. Maana yake ukiona dhihaka yoyote kwa mtu yoyote, unajua hapa walimdhihaki wala hawakumpelekea zawadi. Kitu gani kilisababisha? Kwamba hawa watu hawakumjua huyu mtu ni nani na amebeba kusudi gani. Tuendelee kidogo. Kitabu cha Samueli wa kwanza 13:13. Samueli wa kwanza 13:13. Amina. Nitasoma kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 13 mstari wa 13. Ndio. Amina. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu. Haukushika amri ya Bwana Mungu wako aliyekuamuru, kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. 14. Lakini sasa ufalme wako hautadumu,
Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wote, kwa sababu watu wake, kwa sababu wewe haukulishika neno lile Bwana alilokuamuru. Tunaona huku mwanzo kwenye hii Samueli aliandika madaraka ya ufalme. Maana yake huku mbele Sauli anaambiwa, kwa kuwa umeshindwa kuyashika madaraka ya ufalme, maana yake ufalme wako huu umefanyaje? Hutadumu. Okay. Umenyang'anywa sasa madaraka, amepewa mtu mwingine. Kumbe roho ya kiburi inaweza ikakunyang'anya madaraka. Bwana atusaidie sana. Maana yake kutokutii kunaweza kukunyang'anya madaraka. 11:14 Samueli 11:14. Amina. Kisha Samueli akawaambia watu, haya na twendeni mpaka Gilgal, ili tuimarishe ufalme huko mara ya pili. Nao watu wote wakaenda Gilgal, wakamtawaza Sauli mbele za Bwana huko Gilgal. Wakachinja sadaka za amani mbele za Bwana. Na huko Sauli na watu wote wa Israeli wakafurahi sana. Maana yake unaona hapa pana kuna namna Samueli, tulivyorudi nyuma, kwamba walienda kuimarisha ufalme. Maana yake ili uweze ufalme wa Mungu unapoingia ndani ya mtu na huu ufalme uweze kuimarika, lazima kila siku ajifunze. Tunaona kwamba yako madaraka ya ufalme. Kiko kitabu kiliandikwa kwa habari ya kanuni za ufalme. Maana yake kama ziko kanuni za ufalme, usipozizingatia zile kanuni na ukaendelea kujifunza siku hadi siku kwa habari ya ufalme, maana yake ufalme huu huwezi kaa ndani ya mtu. Nikasema ufalme wa Mungu unaposhuka ndani ya mtu, unambadilishia mtu historia. Kama mtu alikuwa ana kiburi, huwezi kumkuta tena mtu ana kiburi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna ufalme mwingine umeingia usioweza kutetemeshwa. Bwana atusaidie sana. Amina. Sasa kama ufalme wa Mungu unaweza ukaingia ndani ya mtu, maana yake ni utawala mpya. Tuseme ni tabia mpya. Tabia zisizo za kale. Chuki imeondoka, fitina imeondoka, uzushi umeondoka, uongo umeondoka, kutokusamehe. Kuna watu hawawezi kusamehe, lakini bado wanasema Bwana Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Yeah. Lakini bado wanalitaja jina la Bwana. Huwezi kusamehe wewe, mtu amekukosea, huwezi kumsamehe kabisa. Unasema ni bora nisimsamehe kabisa. Kuna watu wanatusikiliza hapa, wengine wamekataa, wako wameshikilia watu miaka na miaka. Utapata pressure, utapata sukari. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako kuna ufalme wa uharibifu. Tunaona akina Samueli walienda huko kwa ajili ya kumtawaza Sauli ili kuimarisha ufalme. Kumbe ufalme unaimarishwaje? Na ufalme unaimarishwaje? Ziko kanuni zinazoweza kuimarisha ufalme wa Mungu. Mimi kwenye eneo la kutokusamehe, kwenye eneo la fitina, kwenye eneo la uzushi, kwenye eneo la tabia ambazo zisizo Mungu, ambazo zimekaa ndani ya mtu kwa miaka mingi, tukimwona mtu ana majivuno, tunajua kabisa huu ufalme unaotenda kazi hapa ni ufalme wa giza. Kwa sababu ukumbuke, ufalme wa Mungu, mtumishi wa Mungu, una majivuno. Ufalme wa Mungu una ile Biblia imesema ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani. Maana yake tukiona kwamba ndani ya taifa au ndani ya jamii hakuna haki, maana yake tunajua hakuna ufalme wa Mungu. Ufalme unaotenda kazi hapa ni ufalme wa kishetani, sababu ufalme wa Mungu ni wa haki na amani. Tunapoona haki na amani ikitawala kwenye mazingira, haki na amani ikitawala kwenye mitaa, tunajua kabisa ufalme unaotenda kazi mahali hapa ni ufalme wa Mungu. Na ndio maana tunasema kwamba unapoona Mungu amekukataa, unapoenda kinyume na mpango wa Mungu, unapoenda kinyume na madaraka ambayo Mungu amekupa uyatende, maana yake utanyang'anywa hayo madaraka na watapewa watu wengine. Ndipo tutaanza kuona matetezi,
ndipo tutaanza kuona vita, ndipo tutaona mambo mengi yakitokea. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako ufalme huo unaotenda kazi si ufalme wa haki, ni ufalme wa giza. Tumezungumzia wivu, chuki, fitina, uzushi ni giza. Amen. Na ufalme huu ni ufalme wa giza. Maana yake ndani yako ukiona kwamba kuna roho inayotenda kazi kinyume na ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni matendo mema, upendo, furaha, amani, utu wema, uvumilivu. Tukiona matendo haya yakitenda kazi kwenye jamii, tukiona matendo haya yakitenda kazi kwenye kanisa, tukiona matendo haya yakitenda kazi kwenye taifa, tunajua hapa pana ufalme wa Mungu ukitenda kazi. Si ule wa kumsifia mtu. Bwana atusaidie sana. Yaani mtu anafanya vibaya, unakuta mtu anasifia. Tunagundua kwamba ufalme huu sio ufalme wa Mungu. Na ninachokiomba mbele za Mungu, na Mungu atusaidie wa Tanzania na vijana wenzetu, tung'ang'ane sana kuimarisha ufalme wa Mungu. Tunapoona mahali hapana haki, tung'ang'ane sana kusonga mbele, kuiendea au kuliendea hilo eneo ambalo halina haki. Tukae hapo, tudumu hapo, tupige kelele kwenye hilo eneo ili tuimarishe ufalme wa haki. Bwana tusaidie sana. Kama umeelewa, karibu kidogo, maana ili ujazie kidogo wakati naendelea kutafuta andiko jingine. Amina. Hivyo tunajua kuwa ili upate nafasi au upate ufalme katika sehemu fulani, inakupasa ufate sheria au ufate kanuni za ufalme huo husika. Kama ni kuua, maana yake tuseme tafsiri yake, ili upate madaraka kwenye ule ufalme lazima uue. Uwe muuaji, uwe muongo, uwe mtu mwenye fitina, uwe mzushi, ukashfu upande fulani. Bwana atusaidie sana. Ili tu ule upande ambao umekupa nafasi uweze kukuamini. Bwana atusaidie sana. Tunaona wanaotetea haki, kwa mfano haki kwenye taifa, tuzungumzie taifa la Tanzania kidogo. Kwa mfano, tunapozungumzia kwa habari ya utekaji, tunapozungumzia kwa habari ya umwagaji wa damu, tukimwona mtu yoyote anayetetea umwagaji wa damu, huyo tunajua ni ufalme wa kishetani unatenda kazi ndani yake, na huu ufalme unaotenda kazi ndani yake unahalalisha kwamba wamwage damu, ndipo waendelee na safari, ndipo waendelee kuimarisha ufalme wao. Lakini wenye haki hawatakubali, watapiga kelele wakisema hatukubaliani na ufalme huu unaomwaga damu, kwa sababu ufalme huu sio ufalme wa haki. Utawala huu, madaraka haya, nafasi hii mtu amepewa madaraka ya kuongoza taifa, amepewa nafasi fulani kwa ajili ya kutetea jamii, lakini mtu huyu amebadilika, sio kutetea tena jamii, bali ni kutetea nafasi yake, ni kutetea cheo chake, ili nafasi yake iendelee kudumu. Kwa nini? Kwa sababu ya aliyempa nafasi. Si umenielewa vizuri? Ili umpendeze. Biblia inasema hivi. Naomba tusome. Roho Mtakatifu amenikumbusha andiko moja. Timotheo sura ya pili. Timotheo wa pili sura ya ngapi? Roho Mtakatifu amenikumbusha kitu hapa. Timotheo wa pili sura ya ngapi? Ya pili, mstari wa ngapi? Wa 7 au ni wa ngapi? Ya 7. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa anzia wa 3. Amina. Anzia wa 3. Ushiriki taabu pamoja nami. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Kama askari mwema wa Kristo Yesu. Sikiliza hapa. Ushiriki taabu. Wako watu kwenye taifa wanateseka. Wako watu kwenye jamii wanateseka kwa sababu ya haki. Kwa sababu ya haki. Hapa sio kama umeelewa. Maana yake ushiriki taabu nami kama askari mwema wa Kristo. Kwenye upande wa ufalme wa Mungu unataka, Biblia imesema hivi, ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani. Sio kama umenielewa? Haki na amani. Maanake tunashiriki taabu. Wako wanaoshiriki taabu, wanaopigwa, wanaoteswa, ni kwa sababu wanashiriki matendo mema kwenye upande wa ufalme. Na kwenye upande wa ufalme kuna sehemu anasema ya kwamba heri ninyi watakapowashtumu na kuwanenea kila neno baya kwa ajili yangu, kwa ajili ya ufalme.
furahini na kushangilia, maana ufalme wa mbinguni ni wenu. Kuna watu ni waoga, kuna watu wana nafasi ya kupaza sauti kwa ajili ya uovu, kuna watu wana nafasi ya kupaza sauti kwa ajili ya mabaya yanayoendelea kwenye taifa. Kuna watu wana nafasi kubwa ya kupaza sauti kwa habari ya usagaji kwenye taifa. Kuna watu wana nafasi nzuri kabisa na wana uwezo wa kuzuia ushoga kwenye taifa. Lakini nini kinasababisha? Kwa sababu ya nafasi walizopewa, kwa sababu ya nafasi waliopewa na mtu fulani, wanatakiwa tu wautetee upande huo waliowapa nafasi, ili wasiondolewe kwenye nafasi. Bwana atusaidie sana. Lakini sisi tunasema waliopewa nafasi ya kutangaza kwenye ulimwengu wa roho, kwenye taifa, kupiga kelele. Ndio maana tumesema wako watu sahihi kwenye taifa, wanaoomba kwa ajili ya Tanzania, wanaoomba kwa ajili ya ulimwengu, wanaokemea mabaya ya Tanzania, lakini hao wanaonewa, wanapigwa. Bwana atusaidie sana. Wanapigwa, wanatishiwa, wanapewa vitisho. Ufalme huo wa giza unawapa vitisho. Mimi nazungumzia ufalme wa giza. Bwana atusaidie sana. Twende tuendelee. Hapa pana kitu kizuri. Anasemaje? Hakuna apigaye vita ajitiae katika shughuli za dunia. Sikiliza, unapopigana hiyo vita, unayenisikiliza kwa njia ya mtandao, unapopigana vita kwenye eneo la haki, haumpendezi huyo. Ukiona mtu yeyote anayempendeza mtu fulani, ni kwa sababu amempa nafasi. Sikama umenielewa. Mimi simpendezi mtu yoyote eti ili maadamu nisifiwe na mtu. Ninampendeza aliyeniandika mimi kuwa askari. Bwana Yesu atusaidie. Kama ni Kristo ameniandika mimi kuwa askari, nitafanya vyovyote ninavyovifanya mpaka nihakikishe nimempendeza aliyeniandika, nije niseme inawezekana kukomesha uuaji, inawezekana kukomesha umwagaji wa damu. Tukainuka. Tunaona akina Sauli walienda kuimarisha ufalme wa Mungu, walienda kuimarisha ufalme wa Mungu. Nataka Watanzania wainuke katika jina la Yesu kupinga mabaya. Haijalishi kuna hatari, lakini tusimame tuseme hii haikubaliki, hii ni nyeusi, pasipo kuogopa. Tukiinuka kikundi hiki, manake ufalme unaimarishwa. Bwana atusaidie sana. Hapa tunaona kwamba ili ampendeze yeye aliyemwandika kuwa askari. Umeandikwa na nani kuwa askari wewe? Ni nani amekupa nafasi hiyo ulionayo? Bayo, hiyo nafasi uliopewa umepewa na mwanadamu. Maana yake utampendeza mwanadamu. Uko tayari kuua ili umpendeze huyo aliyekuandika askari? Uko tayari utembeze rushwa? Biblia imesema rushwa upotoa hukumu. Rushwa upofusha macho ya wafalme. Uko tayari utoe rushwa ili upofushe macho ya wafalme? Uko tayari upofushe watu macho ya wenye haki? Tafsiri yake ni macho ya wenye haki yanaona mabaya na kukemea. Uko tayari wewe, mtu mmoja, umepewa kiburungutu cha fedha ili umwage damu ya mtu, ili uzime sauti? Mimi naongelea ufalme wa Mungu. Amina. Bwana atusaidie sana. Maana kila nafasi uliopewa, nafasi yoyote umepewa na nani? Ni nani amekuandika kuwa askari kwenye hiyo nafasi? Hapo kanisani, kwenye huduma ulionayo, unataka kumpendeza mchungaji wako. Je, mchungaji ndo amekuandika kuwa askari? Kama ni huyo, basi utampendeza yeye. Ukumbuke utafanya sawa sawa na yeye anavyokuagiza. Sisi, umenielewa? Mimi unajua Kiswahili inanisumbua kidogo. Mtumishi wa Mungu, hebu unielezee kidogo hapa, yani kwa habari ya kumpendeza mtu. Yani aliyekuandika, yani aliyekuweka kwenye haya madaraka. Hebu karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasema ili uendelee kuwepo katika sehemu fulani au nafasi fulani au cheo chochote kile ulicho nacho, maana kwanza utaangalia yule aliyekupa hicho cheo anahitaji kitu gani. Nini kinachomfanya apende zaidi wewe kuwepo katika nafasi. Ndio maana tunasema kama umepewa madaraka na mtu mwovu, hauwezi ukasema eti utatenda mema na bado atakuacha katika nafasi. Hautaweza. Itakubidi utende maovu yale anayoyatenda ili azidi kukupa nafasi. Na ndio maana kama kuna mtu amekupa madaraka, ni mtu anayetenda mema, ili uendelee kuwepo pale alipo, inakupasa uzidi kutenda mema. Hiyo ndio kanuni sasa ya ufalme. Tunaanza kuona ili uzidi kuwepo katika ufalme, ndio ufuate sheria za ufalme. Ili uwepo katika ufalme usiwe na chuki. Uwepo katika ufalme usiwe mbinafsi. Uwepo katika ufalme usiwe mtu
labda wa rushwa uwepo katika ufalme, uwe ni mtu wa upendo. Hizo ndo sheria za uwepo katika ufalme. Ndio maana tunatolea mfano halisia kwamba ili uwepo katika hata kazi za serikali, uwepo katika kazi yoyote, labda ni migodini, ni wapi, lazima umpendeze aliyekupa kazi. Ili aone kwa mtu anafaa, lazima aone matunda yako. Umfuate yeye. Ufuate kile alichokupa.